Ndio maana vitabu vya sheria vinasema hivi kwamba ukiwa wewe mwenyewe umeuona shahada yako ikakataliwa, wewe mwenyewe ufunge. Wewe huna haki tu ya kutangaza, lakini wewe mwenyewe kufunga ufunge, kwa sababu si umeuona. Isipokuwa kilichokunyima kule kwa hakimu, kwa kadhi, kwamba tabia zako za siku zote, zile tabia zako za siku zote zile, unakunywa, unafanyaje. Kwani mlevi hawezi kuona mwezi? Anaweza kauona, anayo macho, unaona hivyo. Lakini huyu mwezi, huyu akienda kwa kadhi atakubaliwa? Tabu, maana fasiki huyu, si mwadilifu. Si mwenyewe vizuri Sasa vigezo hivi, vigezo ndio maana Mwenyezi Mungu akaliweka suala la mwezi katika mikono ya binadamu, kaweka alama zake. Yasalunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Naona kwa hiyo mwezi, jua ni alama. Aqimis salata liduluki shamsi, ni alama kwamba dhuhuri imeingia kwa kukengeuka jua. Sasa saa 6:15, saa 6:30 ghalib kwa hapa manake. Kwa hiyo vile vigezo ndivyo vinavyomfanya kadhi aseme kwamba tangaza mwezi kesho umeingia. Inawezekana yule anayesema ameuona na vigezo vingi vinakubalika kwake, mwadilifu, ni si mtu mpuzi na nani, kumbe siku hiyo ndo anaanza kupata ugonjwa wa macho, alichokiona sicho. Pana mwezi hapo Kwa hiyo jamani, mwezi unaweza ukaandama kwa hakika kabisa, lakini vikikosekana vigezo hivi vya sheria, Mwenyezi Mungu na mtume wanamsikiliza huyu aliyemweka binadamu huyu. Akitangaza yeye, basi jambo linakwenda. Asipotangaza yeye, jambo hilo halipo. Wengine huwa wanapita hata mitaro sema mnakula mchana. Anayekula mchana nani? Hakuna anayekula mchana hapa. Hapa tunasubiri kukamilisha 30 kwa mujibu wa taratibu za kisheria ya Mwenyezi Mungu alizoziweka. Unaona hivyo? Sasa hatuwezi tukaziacha hizo taratibu, wathama hatuwezi tukaziacha, kwa sababu taratibu hizi zimewekwa na nani? Na mwenyewe Mtume Muhammad SAW, zimeweka na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama ingalikuwa kufatisha ufahamu na akili, hoja ya Ibilisi ilikuwa ipite. Ibilisi alihoji, unanambia nimsujudie uliyemuumba hivi na ili hali mimi niko hivi? Si hoja ametoa hiyo? Alafu kumsujudia mtu, sio kumsujudia Mungu, kumsujudia mtu. idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar, kakatana akahoji kwa kiburi. Sasa isije katika haya mambo ya mwezi na watu hivyo wanafanya hayo ya Ibilisi, wanatoa hoja kwa pale katika sharia hazina mashiko. Kwa nini? Ibilisi katoa hoja, mimi umeniumba kwa moto, huyu umemuumba kwa udongo, huyu duni kuliko mimi, alafu unanambia nimsujudie? Wewe aliyekwambia umsujudie huyu duni ndiye aliyemuumba huyu duni na pamoja na wewe. Huyu duni huyu kaumbwa na nani? Kaumbwa na huyu anayekwambia umsujudie pamoja na wewe mwenyewe. Unaona? Sasa mwingine
katika mwezi huku anasema mimi nimfuate nani shehe wa BAKWATA bwana. Huyu shekhe wa BAKWATA ndo kiongozi mkuu wa dini ya Kiislamu Tanzania. Kwa mujibu wa sheria yeye ndio mwenye haki ya kutangaza. Unaona? Labda pengine nikusimilieni yaliyotokea katika zama za nyakati za masahaba, wakati wa Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud akiwemo katika masahaba hao, akiwemo Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Wameswali nyuma ya gavana mmoja wa Kiislamu wakati huo. Wameswali nyuma ya gavana mmoja wa Kiislamu wakati huo, kwa sababu yule gavana ndio mwenye haki ya kuwa imamu mkuu, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu kiongozi mkuu wa dini ndio kiongozi mkuu wa nchi, ndio mwenye haki, ndio imamu mkuu. Akiwepo yeye ndio mwenyewe. Hapa tukiwa na kadhi mkuu na kadhi wa mkoa ndio mwenye haki ya kusalisha swala katika msikiti wowote. Unaona hivyo hapa? Yani sasa hivi hapa sisi kadhi wetu wa mkoa Kitogo, mimi nimeacha, yule ndio mwenye haki. Unaona hivyo? Rejeeni kitabu kinaitwa Al-Ahkamu Sultaniya lilmawardi, wenda mkayakuta hayo insha Allah. Sasa anaweza kuwa huyu kadhi wenyewe tunamjua tunavyomjua kwa ueneji wetu wa Uislamu, lakini huna haki ya kuacha kusali nyuma yake. Mtume amesema yusalluna lakum, watakusalisheni. Unaona hivyo? Fa in ahsanu wa in asau, lakini bado tumnyuma yao. Huwezi ukapata ruhusa ya kutoka kwa sababu unavyomjua tayari yuko katika nafasi ile, yeye ndiyo kiongozi mkuu, basi una ujanja wa kukwepa kwa mujibu wa dini, sio kwa mujibu wa unavyoona. Kwa mujibu unavyoona unaweza kuona vingine, itakuwaje mswali kwa jitu ambalo nani? Sasa wale kina Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud wamesalishwa na gavana yule salati al-fajr, akawapiga rakaa 4. Tunavyojua salati al-fajr rakaa ngapi? Kuna siku zimebadilishwa hizo, kuna aya angalau mansukhu au hadithi mansukhu toka ilivyozaliwa hiyo nani al-fajr rakaa 2. Gavana kaamka na nyingi na matingas kaamka nayo, yani kwa kule kwetu Tandika wanasema kaamka na faida, maana kanywa usiku ule ulevi unaitwa faida. Na mtu mmoja alisimamishwa na trafiki hapa Dar es Salaam, unaona hivyo, anaendesha gari ya shirika fulani, kafanya kidogo makosa. Aliposhuka katika gari anambia, wewe umelewa kumbe. Akamwambia, wewe unanitukana, mimi nimelewa? Mimi nimelewa hapo, umeniona glasi hapa? Kageuza kibao, akamwambia, kwa nini unanitukana kwa mimi nimelewa? Akamwambia, na mimi nimelewa, umeniona wapi nalewa? Hii pombe ya jana faida, sijui umeelewa. Faida. Sasa Ibn Muayyith ameamka na faida, akawapiga rakaa 4, na alivyotoa salamu akawauliza walio nyuma, masahaba wa nyuma yake, azidukum, je, mnaona nikuzidishieni, nikuongezeeni baada ya hizi 4? Ona, nikuongezeni. Masahaba kwa kuwa wana muongozo kutoka kwa Bwana Mtume wakasema, toka kulivyokucha leo tuko katika ziada, haina haja ya kutuongezea, maana hiyo ziada uliotuongezea inatosha. Unaona hivyo? Lakini hatujapata kunukuu kokote katika vitabu vya dini tunavyovisoma kwamba wale mabwana walijitenga na imamu yule kwa swala zifuatazo.
kwa sababu yule imamu mkuu. Si mmenielewa vizuri eh? Hiyo ndo nidhamu ya Uislamu, sio nidhamu ya jongo, hapa nidhamu ya Kiislamu. Someni tu, jitahidini kusoma kabla kama hamjaona hayo basi jitahidini kubukua. Yapo na kwa jina la kitabu, nendeni katika kitabu kinaitwa Al-Aqidatu At-Tahawiyya. Kisoma kile kitabu utagongana na maneno hayo. Al-Aqidatu At-Tahawiyya. Kwa hiyo ile kuwa imamu mkuu ana kasoro hazikuruhusu wewe kwa mujibu wa sheria ujitenge. Kwa mujibu wa sheria ujitenge. Sasa wengine hapa walichoanzisha, kilichofanya waanzishe, mimi nakizungumza wazi wazi kwa sababu nimewasikia wenyewe wakisema siku hizo kwamba BAKWATA kwanza iko CCM. Naona hivyo na BAKWATA ni sio chama cha Waislamu, ni chama kimeanzishwa na makafiri. Naona hivyo. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukafuata mwezi wao, ushakuwa mwezi wao. Unaona hivyo? Tutafuata mwezi ndio ukazaliwa huu mwezi wa kimataifa. Sasa tunauliza, mwezi wa kimataifa msimamizi wake ni nani? Kwa sababu mwezi lazima usimamiwe. Mtume alisimamia mwezi na kuthibitisha, alafu akaamrisha utangazwe. Bilal adhin fi nnasi falyasumu ghadan. Huu mwezi wa kimataifa msimamizi wake ni nani? Yuko katika nchi gani? Maana ukisema popote ulipoonekana sisi tutafunga, maana huko ni kusikia. Kama umesikia, lete kwa kiongozi wako mkuu hapa Tanzania, umwambie ulichosikia. Akikubali huyu, tatizo limekwisha. Yani mimi nikwambieni, leo Mheshimiwa Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania, akikubali mwezi wa kusikia kutoka Saudia kwa mawasiliano atakayoyaweka, sisi hapo tutalazimika kufunga. Mwingine yoyote yule hatuna wajibu wa kufunga. Tatizo sio mwezi wa Saudia, tatizo namna unavyothibitishwa hapa. Si mmenielewa vizuri eh? Kwa sababu Tanzania huko Saudia kama wameuona si wanafunga. Na Saudia miaka yote niliyoishi mimi kule, nimekuwa wanatangaza kwamba watu wa mamlaka, yani watu wanaoishi mamlaka al-Arabia Saudia wanalazimika kesho kufunga. Sasa mimi na nyinyi tunalazimika kufunga wakati mwezi umeonekana Saudia. Hatukatai kwamba mwezi haujaonekana. Kwa mfano huu, mimi sipingi kwamba haukuonekana Saudia. Ninachopinga hapa kwamba namna unavyotufikia sisi. Je, kiongozi wa Saudia amewasiliana na kiongozi wetu akaukubali mwezi ule? Huo ndio utakuwa mwezi wa kisheria ya dini. Ikiwa kiongozi wetu wa Tanzania wa dini amefanya mawasiliano na viongozi wa dini wa Saudia wanaoshughulika suala la mwezi, yeye akakubali, huyu mufti huyu akakubali, hapo sote na sisi tunalazimika tufunge kwa sababu kiongozi wetu. Lakini wanaowasiliana ni watu wengine tu na taasisi nyingine tu. Kama ikiwa turuhusu taasisi nyingi tu zinavyoona, inabidi turuhusu na msikitini hapa, tukiona imamu kachelewa kuja na muadhini wake kidogo hajafika, si tuadhini na tuanzishe swala. Pana jambo hapa, pana dini hapa, naambieni. Maana kisia iliishia huko katika mwezi tu, atulilete mpaka huko katika sala, kwa sababu kwanza nguzo kuu ya dini ya Kiislamu ni sala, baada ya shahada ni sala. Sasa tukiruhusu faudha huko, tuiruhusu na faudha fujo mpaka katika haya mambo mengine.
yale ambayo nimeyatolea mfano kwamba sio mwari akivunja ungo basi aozeshwe tuna mtu yoyote. Taratibu zifate, na mwezi ukionekana Saudia taratibu zifate. Unaona, siku yoyote mufti huyo anakwenda kila siku huko. Unaona, tukipata akirudi na taarifa kwamba jamani, mimi safari hii nimekwenda huko, nimeonana na viongozi wa dini wenzangu, tumekaa, unaona, tumekubaliana kwamba mwezi ukionekana Saudia sisi tufunge. Na huo Saudia nao watu wakisikia tumeuona si Tanzania, kabla ya wao wafunge. Lakini kupeni taarifa, mimi nilipokuwa kule nasoma, mwezi ulionekana Yemen, Saudia wakakataa, na mle mtaani wanasema hatuwezi tukafunga mwezi wa Watwana. Pale wa Yemen kazi yao ni kubeba mafriji mgongoni na mizigo hii pale mjini, kupeka duka hili, kutoa godown hili, kupeka hili, ndio kazi yao pale. Nimewashuhudia, unaona, wapagazi na Watwana wanawaita. Waarabu wenzao asli ya Waarabu ni wa Yemen, lakini pale kwa majivuno ya kiuwezo wale wanawaita Watwana, kwa sababu ndio wapagazi wao, kwa sababu ya umaskini. Yani umaskini huu mbaya sana. Wewe muungwana unaweza kugeuzwa uwe Mtwana kwa sababu ya ulofa wako. Unaona, wakaukataa mwezi, hatuwezi tukafunga mwezi huo. Wakati Saudia na Yemen ni mpaka mmoja, mkoa ulioonekana mwezi ambao wa Yemen wamefunga, mkoa huo unapakana moja kwa moja na Saudia. Taarifa zimekuja, wamesikia, hawakufunga kwa sababu Saudia wao wanasema kila mji unakuona kwake. Midhali sisi hatukuona mpaka tuone, kama alivyosema Sayyidina Abdullah ibn Abbas katika hadithi ya Quraib iliyoko katika sahihi Muslim, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta narahu manake, mpaka na sisi tuone. Sasa ni jambo, alafu watu wanataka kufanya hii tofauti kama ni jambo kubwa, janga kubwa katika Uislamu. Hapana, mnalikuza tu, jambo la kawaida tu. Kwa sababu ya nini? Hapo Saudia wako mpaka mmoja ni Oman, Sultanatu Oman. Sultanatu Oman hawafungi kwa mwezi wa Saudia mpaka na wao wenyewe wauone. Unaona, kama tu nchi za Kiislamu na nchi za Kiarabu, Morocco pia hawafungi kwa kuonekana huku mpaka na wao wauone. Unaona, kwa sababu ya nini? Na wao wana uongozi wao, wana kila kitu chao, unaona, wana mamlaka yao ambayo nani. Sasa leo kuifuta mamlaka ya Tanzania juu huko tuna rais na serikali iliyo kamili na nchi yetu takatifu nzuri kubwa kabisa, na ndani ya wananchi humu kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na Waislamu si wadogo Tanzania, wengi. Unaona, wengi Waislamu wana haki ya kutizama mwezi kupitia anga yao hapa, wana haki ya kutizama mwezi kupitia hata microscope hapa. Unaona, bahati nzuri ile kalenda mnayoiona ya Mashia, ile Mashia wanashirikiana na idara ya hali ya hewa Tanzania katika kushughulikia mawio na machweo na kutizama mwezi. Ndio maana ile kalenda hapa haijapata kukosea hata siku moja mpaka mwaka huu. Kalenda ile imesema kwamba tutafunga siku ya Jumapili, imetokea hivyo hivyo. Hakuna pembe yoyote, hakuna mpinzani wala anayeunga mkono Tanzania aliyesema kwamba mwezi tumeuona siku ile. Tumewafuatilia, hawakututhibitishia kwamba mwezi umeonekana siku ya Jumamosi ili Jumapili Ijumaa ili Jumamosi tufunge. Mwezi ukaja Jumamosi ili Jumapili tumeanza kufunga. Kwa hiyo ile kalenda
ingawa wenyewe Mashia, aqida ya Mashia tofauti na aqida ya ahli sunna wal jamaa, lakini kimsingi wote ni Waislamu. Aqida ya Mashia na aqida ya ahli sunna wal jamaa tofauti kweli kweli, lakini kimsingi wote ni ahlul qibla. Ndio maana sisi kalenda yao tunaitumia. Na wengine huwa wananihoji mimi, unaona isifu kalenda ya Mashia? Mimi si usifu Ushia, na sifu kalenda ya Mashia. Na sifu kalenda ya nani? Ya Mashia. Kwa sababu hata kwa mfano awe si Muislamu anatengeneza kitu wanachotumia Waislamu. Leo tunakwenda hija, ndege tunazozipanda zimetengenezwa na Muislamu gani? Mpaka ihram tunazovaa ukizitizama pembeni made in China. Ihram za tunazozivaa wakati ukuhiji zimeandikwa made in China. Mpaka tasbihi zilizokuwa kama pete, wale jamaa wanashughulikia fursa. Walipoona Waislamu wanapenda tasbihi, wametutengenezea tasbihi. Sijasikia mtu yote anasema tasbihi hizo haifai kumtaja Mungu hizo, kwa sababu katengeneza China. Vitu vingine havina dini, wewe ukivitumia nani hiyo. Mikoani hapa Mbeya vijijini, wengi wao asilimia 90 kule pengine si Waislamu, lakini huko ndo kwenye maharage yanayoiva upesi, ambayo sisi ndo futari yetu. Sasa ukisema mimi sili maharage kutoka Mbeya kwa sababu waliolima si Waislamu, hiyo imekula kwako na unakuwa umeanzisha wewe jambo ambalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hana habari nalo hilo. Inakuwa umezusha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika jambo letu hili jambo ambalo halimo katika dini yetu, hiyo anarudishia mwenyewe. Sasa tuelewe kwamba vitu vingine msivihusishe na dini. Mchele wa Kela, mchele wa Rufiji, wote ni mchele. Huu unafaa daku na huu unafaa daku. Mchele ukotoka Japani unafaa daku. Unaona hivyo? Tena suhur, inna tasaharu inna fi suhuri baraka. Kuleni usiku mwingi, kwa sababu ndani kula usiku mwingi unakuwa na baraka. Mchele, au sio? Ndio daku yetu sisi. Sasa ukisema mchele huu mpaka ni upate mchele aliyeupandikiza Muislamu akaumwagia maji Muislamu akanani, utaupata wapi mchele huo? Utakufa njaa, utakosa kufunga bure. Vitu vya kula hivi havina dini. Havina dini. Wala vyuma hivi ninavyoongelea hapa, nina uhakika pengine wa asilimia 99 kwamba hajatengeneza Muislamu hivi. Unaona, tumenunua tunavitumia sisi, kama ile ndege tunayokwenda nayo Maka kwenda kuhiji, kama nani, kwa sababu kama ukitaka basi tupande punda na ngamia, tutafika leo. Itakuwa tabu kweli kweli. Halafu tuwe na pasipoti. Wakati wa Bwana Mtume sallallahu kulikuwa hakuna pasipoti. Utatoka hapa bila pasipoti, hapo airport utavuka hapo, lazima uwe na pasipoti na visa ya Saudi Arabia. Unaona hivi, iliyokubalika kimataifa kwamba taratibu ndo hizi. Unaona hivi. Sasa wewe ukitaka upingane na taratibu za kimataifa, vile vile utakwenda kinyume na dini, kwa sababu dini inakubaliana na taratibu za kimataifa. Sasa hiyo kimataifa hiyo ina usimamizi wake. Tumeelewa vizuri Sasa mwezi wa kimataifa ndio tunatafuta unasimamiwa wapi. Almuhimu hapa tunachotakiwa, kama tunakusudia dini, lazima tuwe na kiongozi wetu mmoja, na ni yupo Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, yupo manake. Wengine huwa wanahoji hata kachaguliwaje. Unaona hivyo? Kapatikanaje? Hahoji katika viongozi wa taasisi alizonazo yeye wamepatikanaje. Wengine wanahoji kwamba kwa nini yeye amekuwa mpaka kufa.
mbona na nyinyi taasisi yenu toka aliposhika mwenyekiti wenu hatujasikia kabadilisha? Unaona hivyo? Mmembadilisha ndio huyo huyo tu. Unaona hivyo? Taasisi ziko nyingi jamani. Viongozi wake walioanzisha mpaka leo, na ukimkuta hayupo kafa. Ukimkuta hayupo kafa. Na kama wa kweli wao wakutaka kubadilisha isiwe milele mpaka kufa, waoneshe mfano wao kwamba sisi tumeonesha mfano huu ili tupate kuiga. Kwani wao hawafai kuigwa? Nasema kwamba mufti wa Tanzania, Sheikh chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, ndiyo lenye katiba inayosema, katiba iliyosajiliwa inayosema kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ndiyo chombo pekee, nasu iko hivyo, chombo pekee cha kushughulikia mambo ya Waislamu. Sasa ikiwa ndio chombo pekee, maana yake tunaweza hata wanaanzisha taasisi za hija, tunaweza kama tutaingia katika utekelezaji hasa, hakuna mtu mwingine kupeleka watu hija hapa. Lakini tunatasamaha, na wewe unataka kufanya fanya mradi watu ende Maka. Lakini Baraza Kuu la Waislamu Tanzania hadhi yake ndiyo msimamizi mkuu wa mambo ya Waislamu Tanzania. Wewe ukiwa Muislamu kikweli kweli na unamuogopa, unaona hivyo, taasisi nyingine hatuzizuii, lakini ziwe taasisi zinazosaidia, sio zinazopigana dhidi ya BAKWATA. Taasisi zisaidia Uislamu na kuisaidia BAKWATA, tutafaulu. Taasisi zikiwa zimejiunda umo ndani yake kwa ajili ya kupiga vita BAKWATA, matokeo yake BAKWATA haifi na nyie hamfi, lakini hamko hai. Hawa hawafi na hawa hawafi, lakini hamko hai. Sasa Waislamu mnaridhika na hali hiyo? Tupo lakini yani la hayata wala mamat? Hapana. Tunatakiwa Waislamu ambao tunachangia utoaji wa huduma kwa wananchi wa Tanzania. Waislamu tuwe hivyo. Tunaweza tuwe na mchango mkubwa wa maana wa kijamii katika Tanzania. Hivyo ndio tunavyotakiwa tuwe Waislamu. Sio mchango huu tunaosifiwa tu kisiasa. Maana kuna wakati mwingine tunasifiwa tu kisiasa, Waislamu nyinyi mna mchango mkubwa wa amani. Wallahi ukitizama mchango wenyewe, watu hatuna hospitali ya rufaa ya maana. Huduma yetu nini hapa? Hatuna shule tafu kabisa mpaka tuwapate Waturuki na fedha. Shule za Waislamu zilizokuwa madhubuti kabisa labda Al-Muntadhiri ya Mashia, unaona hiyo iko madhubuti, kila mmoja anaigombea, labda fedha na rehema ya Waturuki. Lakini sisi wenyewe wenyeji hapa wa asli bado hatujafanya jambo la maana katika huduma za kijamii. Naona hivyo. Ndio kwanza Mheshimiwa Mufti anahimiza mikoani huko kujenga zahanati kila wilaya na nini, kila mkoa kuwe na zahanati. Ndio zinajengwa hivi sasa, na baadhi ya mikoa kuna shule za nyingi, lakini hazijawa madhubuti, umadhubuti unaoendana na upande mwingine. Naona hivyo. Bado Waislamu wenyewe wanachagua kwenda shule za upande mwingine kuliko katika shule zao. Kama tunavyochagua madrasa, Waislamu wenyewe anachagua madrasa nyingine kuliko madrasa zao baada ya kuimarisha madrasa zao. Sasa hilo tutalizungumzia siku nyingine. Niishie hapa kwamba kiongozi mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali ndio kiongozi mkuu wa Tanzania wa dini. Huyo ndio pekee mwenye haki ya kutangaza mwezi kuingia, mwezi kutoka na mambo mengine yote ya dini ya Kiislamu. Na ikiwa tunakwenda hija, tunakwenda chini ya mwamvuli wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Hata hija atupeleke mufti, licha ya kuwa kuna taasisi nyingine nazo zinaandaa hija, lakini wafdu wa Tanzania wa hija chini ya
mheshimiwa mufti au anayemwakilisha mufti wa Tanzania. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Hatuwezi tukavunja utaratibu kwa uzembe wa mtu mmoja wawili hivi afu tuvunje utaratibu. Haiwezekani. Wallahu ta'ala a'lam.